Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia bajeti ya serikali kuu. Nianze kwanza na kuwashukuru sana watendaji wa wizara wakiongozwa na waziri mwenye dhamana, ni jinsi gani alivyoleta maboresho na ni jinsi gani alivyosikiliza bajeti za kisekta. Ni jambo ambalo tunahitaji sasa litoke kwenye hatua hii ya kwanza kwenda kwenye utekelezaji wa pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitazungumzia kwenye uzalishaji wa mazao kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo mengi sana kwenye hotuba ya waziri ameelezea mazao ya kimkakati, ameelezea ujenzi wa viwanda. Ni jambo la heri sana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yote ambayo tunayazungumza tukiyaweka jinsi hivyo kwenye maandishi, tukayabadilisha tukaenda kwenye utekelezaji, Mheshimiwa Spika, kazi kubwa ya serikali ni kuandaa walipa kodi. Kazi kubwa ya serikali ni kuhakikisha serikali inapata mapato ya kutosha. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Spika, sasa ifike sehemu twende kwenye utekelezaji. Umeongelea swala la viwanda vya nguo, umeongelea swala la viwanda vya kahawa, tumbaku. Sasa kwenye maeneo hayo na ndio kuliko na uzalishaji mkubwa. Lakini katika takwimu za kitaifa, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaonyesha mikoa inayofanya uzalishaji ndiyo mikoa iliyo umasikini. Sasa ni swala la kujiuliza kama serikali linasababishwa na nini? Yawezekana serikali au wananchi au kutopata elimu iliyo sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza kutoa mifano, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda Geita kuna madini, ukienda Kigoma kuna wakulima, ukienda Rukwa kuna wakulima wazalishaji wakubwa, ukienda Katavi kuna wazalishaji wakubwa, ukienda Shinyanga, Simiyu, Mara, kote kuna uzalishaji na madini hapo, lakini ndio mikoa iliyo na umaskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mchumi, ni vizuri ukatafuta kaandaa tathmini ya kujua tatizo ni nini. Kama tunaweza kuwa na nguvu ya kuzalisha chakula cha kutosha, Dar es Salaam hawalimi, lakini ndio wanakuwa matajiri namba moja na sisi tutapeleka mizigo. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti lazima serikali ijaribu kuliangalia. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imejaliwa sana kuwa na madini, mito na vitu vingi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, leseni zote za madini kwenye nchi hii zote zimemilikiwa na watu ambao wako ndani ya nchi yetu hii. Na hili taifa leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila siku tuna wataalamu wanaosoma mambo ya madini. Ni swala la kujiuliza, katika miaka 25 hii ya mpango wa kuwa kila Mtanzania kuwa na kipato cha shilingi milioni 7, ni jambo la kutafakari. Hii mikataba tuiangalie, hao walio na maleseni ikiwezekana iangaliwe, yarudi kwa wazawa, waendeshe nchi yao, walipe kodi vizuri ili tupate kipato cha kutosha kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia na malalamiko yote kwenye maeneo yote tunayotuzunguka yenye migodi, utakuta raia anamiliki juu, chini kuna leseni jingine. Lakini waliotengeneza ni watu gani? Ni Watanzania, ni sisi tulioko humu ndani. Ifike muda, Mheshimiwa Mwenyekiti, twende kwenye mabadiliko makubwa ya kuhakikisha sasa tunarekebisha hizo sheria ili Watanzania, ili vijana wetu wamiliki madini, walipe kodi ya nchi, tusonge mbele, tuanze kupata mapato ya kutosha. Leo tunazungumzia bajeti ya trilioni 61. Ukiangalia kwenye mapato yetu tulionayo hapa, kwenye rasilimali tulizonazo, watu wakishikamana na serikali ikawa na mfumo mzuri, ikawa na uwezeshaji mzuri. Nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bunge lako litukufu, nchi hii ina fedha za kutosha, inaweza kujiendesha kwa asilimia kubwa bila kuwa na utegemezi wote kwenye nchi nyingine jirani. Na mifano tumeiona. Mmejaribu mwaka huu, Mheshimiwa Spika, mwaka uliopita mmejiendesha kwa mapato yenu ya ndani kuendesha shughuli za uchaguzi na shughuli zingine. Mmeona wenzetu wanavyotulalamikia kwamba sasa mara zivia mikataba, wanasitisha kutoa misaada. Sisi tunazo fedha za kujiendeleza kwa sababu tuna nguvu kazi, tuna madini, tuna mito. Yote hii tukiweka kwenye mipango mizuri, naamini kwamba tutakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunalo swala la ukusanyaji mapato ya TRA. Niwapongeze TRA kwa kazi kubwa. Lakini iko jambo moja, Mheshimiwa Spika, ambalo naomba sana serikali liangalie. Kwenye viwanda vinavyozalisha vinywaji kuna huyu mtoa stempu. Leo ana takribani miaka 10 anafanya hiyo kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi langu, na wala sisi hatupati kodi ile, zaidi ya trilioni 2.5, na hivi sasa tena tunasikia ataka kuongezewa mkataba. Niombe serikali, nikuombe waziri mwenye dhamana,
Hakuna sababu ya kuwa tunakimbizana na watu wadogo wadogo kulipa kodi, wakati ule utaalamu aliotuletea kwenye nchi yetu unatosha kwa miaka 10. Lile jukumu lirudi TRA, ile fedha ikusanywe, iongeze kujenga mabarabara kwenye maeneo yetu, iongeze kujenga miradi ya maji, tutakuwa tumetatua tatizo. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, umeonyesha uzalendo mlioko hapo wote wawili, na ndio maana najiuliza, kumbe uzee ni dawa. Ni kwa sababu jinsi kitabu chako ulichokitengeneza, na hili nenda ukalisimamia, mkataba umetosha. Mtu stamp tu kugonga hivi anaondoka na bilioni 400, wakati kuna Mtanzania analima miaka 3 unapata 200,000 na kodi inamkuta. Hili jambo haliwezekani. Lazima tufike sehemu kama Watanzania tuangalie uchungu wa nchi yetu, tuangalie maslahi ya watu wetu. Watu wana umaskini mkubwa sana kwenye maeneo, na nimetaja baadhi ya mikoa. Hakuna sababu yoyote, Mheshimiwa Naibu Mwenyekiti, kuendelea kulea watu. Amekuja na utaalamu ndani ya miaka 5 10 inatosha. Sasa